Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hapa ni katika eneo ambalo linatenganisha mtaa wa Longdong pamoja na upande wa Sinoni. Kikubwa zaidi ni kutokana na ajali ambayo imejitokeza siku ya juzi, ambayo ilisababisha kifo cha mama mmoja. Alikuwa tu anavuka barabara majira ya saa 2 hivi akiwa anatoka kumwangalia mgonjwa hospitali. Inaweza kwamba kabla hajamaliza kuvuka barabara, ilitokea bodaboda ilikotokea ikamgonga na alianguka chini, lakini wakati anakimbizwa hospitalini umauti ulimpata wakati anapatiwa matibabu. Lakini leo ndio anapumzishwa katika nyumba yake ya milele. Wananchi wa eneo hili wameamua na kuchukua hatua ya kufunga barabara hii ya Uswahilini kwa sababu barabara hii imekuwa shubiri kwa wananchi. Hasa wengi wamekuwa kigongwa na huenda inaweza ikawa ni barabara yenye bamsi nyingi zaidi kuliko barabara zote ambazo ziko katika mkoa wa Arusha, kutokana na visa na mikasa vinavyotokea kutokana na ajali kwenye eneo hili. Bodaboda wanakimbia mwendo ambao wanataka wao bila kuadhibiwa, huku trafiki wakiwa wanawatazama, na hakuna historia yoyote ambayo inaonyesha kwamba kuna boda wote ambao wamewahi kukamatwa Arusha ama operesheni yoyote, kwa sababu Arusha pikipiki hizi ndio zile ambazo zimebadilishwa mifumo, zinapiga kelele barabarani na kukimbia mwendo ambao wanahitaji wao. Barabara hii nyakati za asubuhi wanafunzi wanabebwa huku wakiwa wanakimbizwa kwenye spidi kweli kweli, lakini mpaka sasa hakuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa dhidi ya wanaoendesha pikipiki hao. Wengi wanafunzi, watu wazima wamekuwa kigongwa katika barabara hii, lakini hatujawahi kusikia taarifa rasmi kutoka katika vyombo vinavyohusika kwamba wameweza kudhibiti tatizo hili. Na leo wananchi wameitaka serikali iongeze bamsi zaidi katika barabara hii kwa sababu sheria zimeshindwa kuwadhibiti hawa madereva bodaboda. Na hii tu ilianza pale ambapo faini ilitoka shilingi 30,000 mpaka shilingi 10,000. Jambo ambalo limeonekana kwamba bodaboda akipigwa faini anaweza kuilipa hiyo 10,000. Kwa hiyo wamekuwa wakivunja sheria wanavyohitaji wao. Ni wakati sasa kumulika jicho la pili kwa usalama barabarani dhidi ya matumizi ya bodaboda katika mkoa huu wa Arusha, kwa sababu imekuwa hatarishi kwa usalama wa watembea kwa miguu na watu wengine wanaotumia barabara za Arusha. Sisi tukae pale ili tukae tuongee. Sasa tumesimamisha huduma nyingine haziendelei. Sawa, yote yatafanyika, lakini tunaomba tusikilizane, huduma nyingine ziendelee kwanza. Juzi tulitoka kumsalimia mgonjwa hospitali, tunarudi na mama yetu. Tunaruka barabara, toe inaenda kumkaribia avuke ng'ambo, toe kaenda kamparamia kule na kumwangusha na kumuua na kukimbia. Naona Kwa hiyo sisi tunachotaka jamani, madereva toa wanaondesha mwendo kasi bila kuangalia watoto, kuangalia wazee, wale kujali binadamu. Sasa sisi tunachotaka nini? Tunataka tuweke banzi ya kuzuia kidhibiti na kudhibiti kidhibiti kwa nani? Banzi 4. Tunataka kivuko 4 viwekwe. Mama amekufa mpaka sema maiti imelala hapo ndani. Na hamna hata serikali ile kushuhudia. Na dereva toa amekimbia. Tumefunga, tunataka haki zetu, kwa maana sisi tunauliwa kila kunako kuchwa, tunagonga na watoto wanakufa. Ndio tunataka sisi na haki zetu. Tunataka vivuko 4. Hatutaweza kusogea mpaka tujue maafaka. Tujue kama ndio amekuja maafaka umepatikana kuweka hizo banzi. Naitwa Asha Juma. Mimi nilikuwa naye tunavuka barabara hapa. Tulivyofika hapa pikipiki ikatukuta ghafla. Ile namuita Mama Tabu tayari ameshachukuliwa. Na tumemaliza barabara, tuko huku pembeni. Ndio. Hapana. Tulienda daraja 2 akashonwa, tukaenda Kaloleni, hatujapokelewa, kulikuwa na jamu, tukaenda Montumelu. Kufika Montumelu, kauli yake ya mwisho alisema hivi, ni harakisheni basi. Akakata kauli. Kichwani, miguuni amekatika hapa.
na huku mabegani na huku kwenye uso na mbavu, akawa analalamika mbavu zinamuuma sana. Alivyomgonga akaruka kwenye pikipiki, ile pikipiki ikamlalia yule mama, yeye akaondoka. Saa 2 kasoro tumekuja kukaa barabarani kwa sababu leo ndio tunazika, ili tuwekewe mabounce kwenye hii barabara yote mpaka kule chini hamna bounce. Watoto wanagongwa, wamama wanagongwa. Na ndio maana tukaona tukae leo ili tutengenezewe mabounce. Ndio maana tumesimama huku barabarani kuzuia magari. Ndugu yangu ametoka hospitali, kimbiza zao bodaboda wanatembea kwenye barabara kama zao wao. Sisi tuwatembea na miguu hatuna haki aina yoyote. Sasa kalivyo sukuma yule mama, kumsukuma kamwangushia bodaboda juu yake, yule mama kaonekana kama kitoto kidogo. Watu wakasema ni mtu gani? Alivyogonga yule, wengine wakasema ni mimi, kumbe ni mwingine. Baada ya mjukuu kuona bibi yule pale kwenye ile bodaboda, alivyokusa yule bodaboda ilivyoanguka akainua akashindwa. Alivyomshika yule mama kaona kama kazimia, akakimbia. Ile bodaboda kaiacha kaenda zake, alipokwenda ijulikani. Na vijana walikuwa wanamtafuta, aidha wangempata. Naongea lile la kweli, simwogopi Mwenyezi, na simwogopi binadamu, na muogopa Mwenyezi Mungu. Yeye hiyo siku naye pia angekamatwa, manake yule anakufa na wewe unakufa, na ingekuwa tu ni vizuri. Manake si watu wanakufa, wao si wanajiamini wanavokaa kwenye mabodaboda yao. Wao barabara hizi zilizojengwa wamejengewa wao. Sisi wa miguu hatuna haki. Hii hapa Uswahilini na pale Kalavati ni hatari kwa watembea miguu, si watoto si watu wazima. Tunaomba haki. Bodaboda sasa hivi mtindo walioleta, wanapanda kwenye bodaboda njia za amegongewa hapa, ni karibu na fita huku pembeni, kasukumwa huku, bodaboda akaangushiwa. Mama wa watu alivyoinuliwa pale, ndio huyo kukimbizwa hospitalini. Kachukua masaa haya na kuondoka, masaa haya na kuondoka. Wabodaboda angekuwa ni mtu mwema angeshirikiana na sisi, lakini alikimbia. Baada ya kuna mtu alimtuma asiyojulikana, alikuwa anataka aje aibe hiyo bodaboda kwa sababu asijulikana, lakini alitukuta sisi tuko imara, tuligawana. Wengine wako hospitali, wengine tuko kwenye ulinzi. Sawa, ndugu yetu kafa, pikipiki yake iko polisi, anajulikana hajulikani. Vijana bodaboda hapa mkija kuangalia pikipiki wajue ni ya nani, hawakumtambua. Lakini tunaombeni mtutendee haki hapa kwetu. Wekeni vamsi leo, vinginevyo hii tutalalamika mpaka kwenda. Kuna ajali ilitokea juzi saa 2 kasoro usiku. Kuna mwananchi alitoka mjini, wameshuka upande wa pili huko, wakati wanavuka barabara amegongewa na mtu na toyo huku pembeni ya barabara, karibu na pembeni kabisa. Toyo ilikuwa kwenye kasi. Baada ya ajali, dereva wa toyo alikimbia, akaitelekeza toyo. Kwa hiyo tunaendelea na uchunguzi wa kumpata mwenye toyo kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Aliyegongwa alifia hospitali wakati akifanywa jitihada za matibabu hospitali. Alipelekwa hospitali ya Kigongoni, baadaye akahamishwa hospitali ya Kaloleni, lakini pia baadaye akapata rufaa kwenda Mount Meru, na baadaye alikufa wakati madaktari wanaendelea kuokoa maisha yake. Kwa hiyo mazishi ni leo saa 8. Wananchi wanaomba bamsi eneo hili, maana sio moja. Ajali zimekuwa nyingi eneo hili. Kwa hiyo naomba tutulie, tuwe watulivu. Viongozi wanakuja watasema. Kwa hiyo niwaombe sana mama zangu, ndugu zangu, tuwe watulivu. Kwa msiba umetugusa watu wote. Yaani tatizo la kukimbia kwa bodaboda hilo nao tumeliona, lakini pia tulishalalamika na kipindi fulani pale juu eneo la Sinoni ilitokea matatizo kama haya, lakini pia tuliekewa rasta. Kwa hiyo leo ombi letu sisi wananchi wa eneo hili, tulikuwa tunamuomba Mheshimiwa Mkuu atakapofika hapa atuwekee rasta hapa kwenye eneo hili. Hakuna tabu nyingine. Hatakiwi kugongwa mtu yoyote kwa sababu binadamu sio mnyama. Nimewaomba watulie, mkuu wa wilaya amesema anafika hapa sasa hivi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko njiani. Kwa hiyo na mimi ndio maana nimekuja hapa. Mimi yenyewe nilikuwa nachimba kaburi, nilikuwa siko hapa, nilikuwa makaburini kule. Lakini baada ya kusikia wananchi wamefunga barabara, na hao wananchi wote unaowaona hapa ni majirani zangu, ni watu ambao tumeishi kwa kuheshimiana. Kwa hiyo ndio maana wamepumzika, wametulia, tunamsubiri mkuu wa wilaya. Lakini msiba umetuuma sana. Anaitwa Hawa au Mama Tabu. Ni nyuma tu ya nyumba hii hapa. Kwa hiyo ndio maana wananchi wametoka msibani wakaja barabarani.
lakini ninakuomba sana mwandishi, tushirikiane kuendelea kuiomba serikali tusaidie kwenye masuala ya rasta. Lakini mimi sasa hivi hapa nilipo, nimesimama hapa na watu hao mpaka patakapowekwa bamsi ndo nitaondoka hapa. Mimi naitwa Rose Njavike, ni mkazi wa eneo hili na ni mfanyabiashara wa maeneo haya, maeneo ya hapa barabarani. Juzi majira ya saa 2 ilitokea ajali hapa. Kuna mwanamke mwenzetu aliyekuwa akivuka hapo kuelekea upande wa pili, alipata ajali hapa kwa kugongwa na toyo ambayo ilikuwa iko mwendo kasi sana. Ilivyogongwa yule mama akawa ameburuzwa kutoka hapa hadi kule mbele. Yule mama akawa amelaliwa na pikipiki, watu mpaka kuja kumpa msaada, kumnyanyua yule mama, kupeleka hospitali. Yule mama hatimaye alifariki. Kwa kweli leo kwanza ndio mazishi ya yule mama. Tunachokihitaji sisi kama wananchi wa eneo hili, hatuna mengi, hatuna fujo, hatuna chochote, maana tupo kwenye huzuni. Tunahitaji msaada wa kuwekewa bamzi ili eneo, maana imekuwa tishio, watoto wanagongwa, wakina mama hatuna raha. Hayo matuta yapo kule mbele kaka, ili eneo halina tuta hata moja, hata ukitembea. Ili eneo halina tuta na madereva watoya wa ili eneo wanakimbia mno. Imekuwa Israeli kwenye maisha yetu jamani. Jina naitwa Saruni Olodi, diwani wa kata Sokonoan. Tuko hapa Uswahilini kwenye mtaa wa Longdong, kata Sokonoan, na ni kwa sababu ya wananchi kufunga barabara wakitaka kushinikiza bamsi liwekwe hapa, kwa sababu kuna mke wa balozi aligongwa na bodaboda juzi. Na hata mimi jana nilikuwa msibani, lakini masuala ya kufunga barabara wala likuwepo, kwa sababu hata mume wa marehemu mwenyewe alikuwa anakiri kwamba siku ikifika kama imeandikwa tu. Lakini kwa mtazamo wangu, barabara hii ya Uswahilini ina bumps nyingi sana. Kwa hiyo sidhani kama bumps ndio suluhu, kwa sababu mbona bumps nyingi tunazo na watu wanagongwa, na kuna watu waligongwa juzi kwenye roundabout. Sasa maana yake kwenye roundabout na yenyewe tuweke bumps, kuna watu wanakufa kitandani. Sasa maana yake tukaweke nini kitandani kuzuia vifo? Mimi nadhani ni busara itumike tu. Hata waendesha vyombo vya moto kama bodaboda na magari watumie busara kuhakikisha kwamba wanapopita wajue kuna watumiaji wengine. Lakini mimi ningeomba wananchi kwa nafasi hii wasiwe wepesi wa kufunga barabara, lakini pia suluhu sio bumps. Kwa sababu unaweza wengine wanagongwa kwenye bumps kabisa. Kuna siku bumps zilikuwa zinawekwa pale nikiwa na aliyekuwa RTO Solomon Mwangairo. Hapo wakati tunasimama barabarani kuna watoto waligongwa, wakati huo mwingine akagongwa tukiwa na mapolisi. Maana yake kama polisi au bumps ndio ingekuwa suluhu, yule mtoto asingegongwa tena tukiwa na maskari pale. Yaani sidhani kama ni suluhu kufunga, kwa sababu kuna utaratibu wa kufanya. Kwa sababu unapofunga barabara unazuia watu wengine. Kuna watu wengine hawahusiki wala na hii ajali, hata kwa hawajui kwamba kuna msiba. Wengine wanaenda makazini, wengine shuleni, watoto unaona, wengine wagonjwa wanapitishwa hapa. Sasa kufunga maana yake unawanyima wengine haki. Wangefuata utaratibu. Ofisi ya mtendaji iko hapa karibu tu. Mimi diwani nipo, mwenyekiti wa mtaa yupo, balozi yupo. Sio rais. Hapana, wakisema hatupatikani na wala hatuwasikilizi, sio mara moja nimemleta injinia wa TARURA hapa. Tumekuja tumepima, tumeangalia mpaka kule kwa Mazengo kwa upande wa chini. Barabara ile ya kwenda Sombetini ile alami. Injinia wa TARURA ameangalia, akasema hii barabara bumps ni nyingi mno. Isipokuwa alikubali kwamba kama ni kuweka bumps, kuna maeneo ambayo alikuwa ameona kule mnara wa Voda watu walikuwa wanagongwa sana kwenye kona kali ambapo vijana wa bodaboda wanapita kwa kasi. Alikubali kule kuweka bumps, lakini kwa hapa hakukuwa na hilo tatizo. Sehemu hiyo ilikuwa na tatizo ni pale mbele hii barabara ya Shinda. Hiyo ni ya kwako na kwao, kwa sababu mimi niko hapa kila siku na hata jana nilikuwa hapa msibani. Huyo anayesema ameniona leo, inawezekana kweli ameniona leo, simzuii. Na inawezekana alikuwa ananiona na ajui mimi ni diwani. Kwa hiyo tunapopishana shauri yake ni shauri yangu. Kama kuna anayesema hivyo muite aje hapa. Suluhu la kudumu mimi nadhani waendesha vyombo vya moto wadhibitiwe. Hasa sheria ichukue mkondo wake. Kwamba waendesha bodaboda waitwe, wapewe semina, waambiwe wanapopita barabarani hata kama sio kugonga watu, hata wao wanaweza wakaanguka wakafa. Maana yake kama wanahatarisha usalama wao, watahatarisha usalama wa watu wengine. Waendeshe kwa mwendo unaotakiwa. Wakikuta sehemu ambayo haifai ku overtake, wasiovertake. Wakiona mtu amesimama mbele au anataka kuvuka barabara, wasilazimishe. Mimi nimempigia injinia wa TARURA anakuja. Wao ndio wanapaswa kuja kusema kwa uwiano wa bumps zilizoko hapa. Hapa panastahili bumps au hapa stahili. Lakini mimi na washauri wananchi waendelee kutumia barabara kwa ustaarabu, kwamba wanapoona magari na pikipiki waangalie namna ya kuvuka, wasione mtu anakuja, kwa sababu inawezekana pia bodaboda ukamlaumu au dereva wa gari ukamlaumu. Kumbe mtu amechanganyikiwa nayo na mawazo yake, anapita anakupitia. Kwa hiyo sana utumiaji wa barabara sheria ifuatwe. Anayevuka barabara angalie kama inawezekana kuvuka, lakini pia anayeendesha chombo cha moto angalie kama kuna nafasi asije akagonga watu. Hapa
madereva toyo ndio wanatusababishia ajali kwa mama alivyoondoka. Sisi tulikuwa tunaomba kalibati hizi 3. Kama wameshinda kutekea kalibati 3, ile pale moja wenyanyue na pale kalibati moja. Tutapata msaada mkubwa sana. Maana kalibati hizo barabara, yani zaidi barabara hizo kalibati nyingi. Tuombe 2 tu. Moja pale kalibati na hii moja hapa inyanyuliwe. Kiki cha hapa inyanyuliwe. Tutapata msaada mkubwa sana. Maana bila hivyo ajali kila siku zitatokea. Na viongozi wanaona kabisa na tuko nao hapa. Na viongozi madereva toyo tunawatu waomba. Ama viongozi wa dereva toyo sasa viongozi wa madereva toyo. Yaani wanasababisha pia kufanya kama vile wauni. Tunaomba wasimamie hizi zoezi la pipi hapo Kiswahili zinazopita. Maana wanawajua na wanawafahamu. Kama jinsi aliyogonga mama watu jana wangemzuia yule jamaa. Tungepata msaada mkubwa sana. Lakini wamemwambia kimbia ondoka. Kwa hiyo msaada wote tunaomba viongozi wa dereva toyo watusaidie. Wasilete ujinga kwa nini kufumbia maajali kwanza mawaizi ndio wamejaa kibao. Wanataka univijie. Fika saa 1 unakuta vijio vimejaa hivi. Wajua wanaotoka ni wapi? Wanakuja kukaa hapa kijiweni. Kwa hiyo tunaomba viongozi wa dereva toyo watusaidie kuangalia ajali za barabarani kwa ajili wenzao. Mimi hayo. Wanaokimbia mara nyingi huwa wamebeba nini labda? Watoto wa shule. Yaani sana ni watoto wa shule. Kama vile asubuhi. Unakuta vibiti vidogo vidogo vimewekwa kama mbeba magunia. Yaani mpaka ni huruma. Yaani mtoto kama juzi hidi ile siku hidi. Pikipiki zilipiga kelele sana mtani mpaka nilikuwa ni kero. Utakuta watoto vidogo vidogo vinakaa kama binti vinakaa paka hivi. Vidogo na watu wanaona na viongozi wanaona. Na viongozi wa dereva toyo wanaona. Baadaye washikwa hata wakamata zile pikipiki zinapiga kelele mtaani wananyamaza kimya wanaona nafurahi. Kukamata ni kazi ya traffic. Umewahi kuona traffic anakamata bodaboda mara mwisho lini? Na muda sana ndugu yangu. Na muda. Ni muda kabisa. Ni kwa nini wanawaogopa au kwa sababu faini ya 10,000 wanaona haina maslahi kwao? Hiyo mambo ya faini sijui. Sawa, wanajua wenyewe. Lakini ni muda kabisa wajakamata watu. Ndio maana wamekiwa kama vile basi tu. Yaani wakuona, basi. Anaweza dereva toyo kapita hapa na speed yoyote afika msimamo